Lakini tuna tatizo lingine ndani ya chama. Tuna tatizo lingine ndani ya chama. Chama chetu kimekuwa na tabia, na hii ni katibu mkuu na mwenyekiti, na hii nasema bila kupepesa macho kwamba chama chetu kimekuwa na tabia, na tabia hii haijaanza leo, imeanza nadhani ni toka chama kimeanza. Chama chetu kimekuwa na tabia ya kuleta wajumbe feki kwenye mikutano mikuu. Ili si nasema bila kumwogopa yoyote, kwa sababu nina ushahidi wa 100% kwamba chama chetu kimekuwa kina tabia ya kuleta wajumbe, kinapeleka wajumbe feki kwenye mikutano yake ya halmashauri kuu na mkutano mkuu. Mimi niko kwenye chama kama nilivyowaambia takriban miaka 15-16. Yani toka chama kuanzishwa, na mimi yani chama kimeanzishwa miaka 2-3 baadaye mimi nikajiunga na chama. Kwa hiyo nakijua chama vizuri. Tumekuwa tunafanya mikutano mingi sana ya kikatiba, ya kisheria kama halmashauri kuu na mkutano mikuu. Mimi pamoja na ukongwe ndani ya chama nimehudhuria mkutano mmoja tu, wa mkutano mkuu mmoja tu, na mkutano mkuu huo ambayo mimi nimehudhuria, pia nimeona madudu. Natoa mfano, mimi kama mwenyekiti wa Arusha kwenye mkutano mkuu uliopita huu ambao ulikuwa ni mkutano mkuu maalum ambao tulikwenda kwa ajili ya kumchagua mgombea urais Zanzibar na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano, lakini pia tulikuwa tunajaza nafasi ya makamu mwenyekiti bara. Mimi nimekwenda kama mjumbe kutoka Arusha, nimekwenda mtu mmoja tu, lakini nimefika kwenye mkutano nimekuta wajumbe 4 wametengenezwa pale wakidaiwa kwamba ni wajumbe kutoka Arusha ambao mimi siwajui. Lakini nimekagua lile daftari, ile karatasi ambayo tulikuwa tunajiorodhesha, nimekuta mkoa wa Kilimanjaro una wajumbe 5 kutoka mkoa wa Kilimanjaro. Na nyinyi mmemsikia mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro akisema toka yeye ameingia kwenye chama mwaka wa 6 hajawahi kuhudhuria mkutano mkuu hata mara moja. Lakini Kilimanjaro inaonekana ina watu kule. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wao wanakusanya watu, wanawavalisha t-shirt, wanawapa mikoa na kuwaambia kwamba nyinyi mtasema mmetoka mkoa fulani. Lakini ile halikutokea Arusha na Kilimanjaro. Tanga pia nimewasiliana mwenyekiti wa Tanga akanambia kwamba yeye kwenye mkutano ule maalum, mkutano mkuu maalum, alienda yeye peke yake, lakini amekuta wajumbe 5 wametengenezwa pale ambao pia ni wa pale pale Dar es Salaam, wametengenezwa kwamba wametokea mkoani Tanga. Na mimi nafikiri wanafanya hivyo, lengo ni waweze kupitisha mambo yao kama wanavyotaka wao, wanayetaka maazimio wanayotaka yapite ili yaweze kupita. Kwa sababu unapomtengeneza mtu ukamwahidi posho mfano labda 10,000, hawezi kupinga kile ulichomwambia. Na ukizingatia wale wanakuwa si tu kwamba labda si wajumbe halali, bali si wanachama wa chama cha wakulima. Kwa hiyo unakuta wanayekitumikia chama mikoani ambayo ni wajumbe halali, maamuzi yao wanafanyiwa na watu ambao si wanachama. Nataka nikwambie mkutano mkuu uliopitisha katiba hii ambayo inaitwa ni katiba ya chama cha wakulima, mimi binafsi kama mwenyekiti wa mkoa wa Arusha sikuhudhuria. Mwenyekiti wangu wa Kilimanjaro hakuhudhuria. Nakupa mikoa ambayo mimi nimewasiliana nao na hakukuwa na mjumbe wote kutoka katika mikoa hiyo. Mwenyekiti wa Tanga, mwenyekiti wa Mara, mwenyekiti wa Tabora, wote hawa, mwenyekiti wa Iringa, wote hawa hawakuhudhuria mkutano mkuu uliopitisha hii katiba. Lakini katiba hii imepita na iko kwa msajili na ndio tunayotumia. Na mkutano ulifanyika. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba
viongozi wetu wa kitaifa wanachukua watu wanatengeneza watu kutoka Dar es Salaam na wanaenda kufanya maamuzi makubwa ya chama ambayo yalitakiwa yafanywe na viongozi wa vyama kutoka mikoani kama wajumbe halali. Sasa sisi tunawaomba na hasa tunamuomba mwenyekiti wetu taifa kwamba tunahitaji vikao vya halmashauri kuu, tunahitaji vikao vya mikutano mikuu, lakini tunahitaji vikao vikiwa na wajumbe halali kutoka mikoani. Narudia, tunahitaji vikao vyenye wajumbe halali kutoka mikoani. Tunajua michezo hii wameifanya sana hapo nyuma, lakini kila jambo lina mwisho. Mwisho wa uhuni kwenye chama, mwisho wa janja kwenye chama umefika. Naongea kwa uchungu kwa sababu mimi nimekitumikia chama kwa miaka zaidi ya 15. Najua nguvu yangu na jasho yangu imetumika sana kwenye chama, lakini ujanja unaofanywa na viongozi wetu wa kitaifa wa kuita wajumbe feki, lazima hata kama ungekuwa wewe ungeumia. Kwa hiyo nawaomba na hasa mwenyekiti wetu taifa, kwa sababu nimeona kwenye hotuba ya katibu mkuu ametupa lawama zote kwa mwenyekiti, kwamba mwenyekiti ndio ana haki ya kuitisha vikao, mwenyekiti ndio ana haki ya kwamba anaweza akasema leo katibu mkuu akafanya kesho mwenyekiti hafanyi. Kwa hiyo tunamwomba mwenyekiti pamoja kwamba tumepata malalamiko yake akimlalamikia katibu mkuu, na hili nitalizungumza hapa chini, maana baada ya hotuba ile sisi tulimhoji mwenyekiti, tulimfuata mwenyekiti tukamhoji, lakini mwenyekiti amelalamika akidai kwamba amejitahidi kwa kila njia kumuomba katibu mkuu wajumbe halali kwa ajili ya kuitisha halmashauri kuu. Katibu mkuu amemnyima. Binafsi hii sasa nasema binafsi mimi sina imani na katibu mkuu. Binafsi sina imani na katibu mkuu. Sijui labda mwenyekiti wa Kilimanjaro yuko hapa, labda yeye bado ana imani na katibu mkuu. Hao ni wanachama wetu, nawatambua sana. Hao wana matatizo hao. Sisi unajua siasa inaanza juu inakwenda chini. Yani wanaoanzisha vyama wanakuwa wawili, wanaanza kule juu wazo. Baadaye wanakwenda kwenye mikoa 10 wanasajiliwa. Baadaye chama kinajiunda, yani kimebaki kule juu kilikoanzishwa kinajiunda kuja huku chini. Sasa sisi kule chama hatujakuwa na mfumo, maana yake tulikuwa hatuna wanachama kule kwenye mkoa. Kwa kawaida tunaanza kwanza kutengeneza wale viongozi wa juu, ambao wale viongozi wa juu watengeneze cheni sasa ile kama katiba inavyosema. Baadaye wenyewe sasa wafanye uchaguzi yani kuwa sasa ni halali na moja kwa moja. Tunaanza tunakaimisha, kisha kaimisha wao wanajiimarisha wenyewe. Sasa wakishajiimarisha ndio sasa tunafanyaje? Tunawaweka kwenye database ya chama kwamba hawa ni viongozi tayari katika mkoa. Sasa Mgima tumekuwa naye kwa muda mrefu kwa staili hiyo, kwamba yeye alisha yuko yeye na watu wake 5 6, lakini tumempa dhamana kwa sababu kule chama hatuna mtandao. Yeye aendelee tuwe naye ili aendelee kuendeleza huo mtandao, ili chama kule kiimarike kuanzia pale tulipompelekea yeye, iende kwenye wilaya zingine zote, ili tupate chama sasa kwa maana ya uongozi katika ngazi zote. Kwa hiyo salamu yangu za mwaka mpya nimesema viongozi wote wa mikoa kila wale ambao hawajakamilisha zile taratibu za kwamba mwenyekiti katika mazingira ambayo sio kikatiba, wakati huu kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2028 wajiimarishe. Yani tujiimarishe. Yani wewe kama mwenyekiti wa mkoa jitathmini wewe mwenyewe. Mimi mwenyekiti wa mkoa wa chama, lakini mwenyekiti wangu wa mkoa niliupataje? Kwa sababu kuupata kwako maana yake ni kwa mujibu wa ile katiba ya chama, kwamba ili uwe kiongozi wa mkoa unatakiwa ufanye nini. Hayo mambo yanatakiwa ufanye hayo, ili wewe mwenyekiti wa mkoa ndio nimeelekeza katika huu mwaka mpya. Kila mtu kijitathmini, tujiimarishe, ili sasa tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu wa chama wa 2028 kila kiongozi kutoka katika mkoa hawa amekuja akiwa amekamilisha ile taratibu za katiba inavyotaka. Sio kama wao si kuwatambua. Hakuna mimi kiongozi nilimfukuza au nimwambia aondoke. Yeye nimesema kila mtu ajiimarishe alipo. Sio kama nimesema eti huyu sio mwenyekiti wa mkoa au wao sio mwenyekiti wa mkoa. Wewe ni mwenyekiti wa mkoa na mimi natambua wewe ni mwenyekiti wa mkoa, kwa sababu mimi ndo nilikupa hiyo uito wewe mwenyekiti wa mkoa. Ila sasa kama nilikupa mimi tu kwa maana ya uteuzi, sasa umefika muda wewe ujiimarishe.
ili uwe mwenyekiti wa huo kiongozi wa mkoa, lazima uwe mkoa uwe na viongozi wa wilaya angalau 2. Sisi hatujaanza kufanya hivyo kwa sababu tunao huo uwezo. Kwa hiyo wajumbe wote wanapewa taarifa. Sasa wale wenye nafasi wanakuja kama huyo mjumbe mara zote anakuja, lakini huyo Kilimanjaro hajawahi kuwa kwenye rekodi ya chama, hajawahi kuja. Hajawahi, yani ni kiongozi kwa mwaka huu ndio anaonekana yuko active. Kumbe ni maamuzi yake yeye kutokuja. Yupi? Maana yake ni maamuzi yake kutokuhudhuria kwenye vikao hivyo vya maamuzi vya chama, lakini sio kwamba nyinyi mnawaita. Sisi tunashindwa kumuita mtu wakati tunataka wakija ndio chama kinakuwa kimekomaa mzee. Utasema wewe wajumbe wako usiwaite wakati ndio wenye chama sasa unawaachaje? Lakini swala la budget tu. Sawa. Sawa. Mheshimiwa Katibu, tumalizie pia na hili. Wanaeleza kwamba kwenye mikutano yenu kumekuwepo na wajumbe feki. Mmekuwa mkiwavalisha watu jezi ama t-shirt za chama na kuwaita kwamba ni wajumbe, ili hali wakifanya maamuzi ambayo hayana tija ndani ya chama, huku mkiwaacha wajumbe halali wa chama, huku mkitambua kwamba mnafanya makosa na mnavunja pia katiba ya chama chenu cha AFP. Unajua ndio ile nimekwambia wewe, nimechukua muda wangu kuongea na wewe kwa sababu ya heshima ya wewe, ni mdau mwenzangu kwenye habari. Yaani nimekupa heshima hiyo kusudi na wewe uweze kubalance hii kuona. Hivi sasa yeye ni mwenyekiti wa mkoa wa Arusha au mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro. Anawezaje kujua? Kwanza hapo moja wamesema wao hawaitu. Wamesema wao wenyewe. Kwa hiyo maana yake hivyo vikao hajawahi kuja. Lakini mjima kishakuja mara kadhaa. Sasa yeye mwenyekiti wa Arusha anawezaje kujua viongozi halali kutoka katika mkoa mwingine? Kwa hiyo mwenyekiti ana uwezo wa kujua viongozi wa nchi nzima kama alivyo katibu mkuu au mwenyekiti wa taifa. Anasema ana ushahidi kwa sababu umeona kile scenario? Umeona kwamba yeye ni kiongozi wa Arusha. Anawezaje kujua kwamba hawa ni fake? Yaani ufake anajua kutoka kwenye nini? Yaani analo daftari la wajumbe wote analijua. Yaani huo ufake anaupataje? Mwingine. Sio kweli. Arusha yeye ndio kiongozi wa Arusha, ndio sasa wajumbe hata kutoka asiwatambue vipi wakati yeye ndio kiongozi wa Arusha. Hata uone kama ni hoja yao. Sasa sisi watoto kumabeba sisi wakati yeye ndio kaja nayo yeye mwenyewe. Sasa anakosaje kuwajua vipi yeye ndio mwenyekiti wa Arusha? Sasa tumempa heshima, sio Arusha tu. Tumempa heshima yeye mwenyekiti wa Arusha, lakini pia ni mjumbe ambaye sio rasmi wa hiyo mikanda hiyo mikoa ya kaskazini. Huko jumbe feki sisi wa nini? Wajumbe feki wa kazi gani? Mimi natafuta wajumbe. Sasa nilete mjumbe feki ili kufanya nini? Mjumbe feki ili aje kupitisha nini? Chama hakina hela. Hakuna ruzuku. Hakuna yake, labda hiyo feki chama kina pesa. Unataka ufike baadhi ya mambo, unaweza kusema ngoja nilete wajumbe wa kubamba baba. Chama hakina pesa. Tunataka watu waje wengi, wajichangie wenyewe chama kikue. Sasa mjumbe feki unamleta ndio chama kitakuwa namna hiyo. Sawa. Yaani wewe chama kidogo unataka kikue, alafu ukipua wajumbe feki, hata wajumbe feki unaleta wa nini? Wakati wajumbe wenyewe yaani wajumbe wapo, unaleta feki ili waje kufanya maamuzi gani na kumkomoa nani? Makosa wanajua wapi, anajua makosa. Sema makosa kama anajua makosa kwenye katiba, si imeelekeza kwenye katiba kama ina makosa irekebishwe. Kama kuna makosa wameona, si ndio watoe ushauri waandike, waseme, wamwambie katibu mkuu, bwana katibu mkuu, katiba yetu kifungu namba fulani kina kasoro, tunashauri ikija kikao tubadilishe kutoka hivi isomeke vile. Hiyo si kitu cha kawaida. Sasa katiba ina makosa, wanakwenda kwa kwenye vyombo vya habari na kusaidia nini? Wanashindwa kueleza mawazo yao kutokana na ushirikiano mdogo baina yako wewe katibu na wao, lakini pia na kutokuwepo kwa vikao hivyo vya mara kwa mara. Sasa muulize ushirikiano mdogo upi? Yeye yuko Arusha. Sasa hivi tunatoka kwenye uchaguzi mkuu. Katibu mkuu nimechangia, nimempa pesa zaidi ya 800,000 aweke wajumbe wagombea ubunge, ananiambia nao kaweka 3 juu 4. Kamaliza uchaguzi mpaka leo hajasema wale ambao waligombea walipataje. Lakini katikati ya uchaguzi zimbakia siku 3 kwenda kupiga kura, mwingine akatangaza kuwatoa wagombea wote, kawatoa, akajiondoa kwenye kushiriki uchaguzi. Lakini mpaka leo hajaandika taarifa wote kuja kwenye chama kusema bwana katibu mkuu, uchaguzi ulisha, wagombea wangu walikuwa 3, huyu wa 2 wa Shambini kapata kula 3, huyu wapi kapata 3, matokeo ni haya hapa. Hajaleta. Sasa wewe ushirikiano unataka ni ushirikiano upi sasa? Maana mimi sina shida, maana yeye kwa Arusha, mimi niko Dar es Salaam. Sawa, katibu amekupa mpaka tarehe 31 Januari ya mwaka huu kwamba utengue baadhi ya kauli zako ambazo ulizitoa kwenye taarifa yako ya kufunga mwaka 2025. Ambayo ni kauli gani sasa ambayo hiyo ya hapo mwenyekiti wa mkoa anampa kauli katibu mkuu. Sasa tunasema hata mwenyekiti wa mkoa anampa siku katibu mkuu ndio atengue kauli, katibu mkuu sana ana mamlaka hayo. Maana yake wamekudharau katibu. Sio kudharau, wamejidharau mwenyewe.
Kwa sababu mimi mimi nafanya kazi, mimi ni mtendaji mkuu wa chama. Nilichofanya sio nimetoa order, mimi nimeeleza kama mtendaji wa chama kwamba tunakoelekea chama kina nafasi kubwa. Uchaguzi mkuu tumefanya vizuri, watu wameendelea kukipenda, tumefika sehemu nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Sawa katibu, kwa faida ya wanachama wako, sasa lini tutegemee kikao cha halmashauri kuu pamoja na mkutano mkuu pia wa chama? Sasa swala la halmashauri kuu na mkutano mkuu si swala kwenye media wala sio la mwenyekiti wa mkoa. Wao vikao kwanza kwenye mikoa. Halmashauri kuu ni kikao kikubwa sana.